Na mtazamaji, asante kwa kubakia katika runinga yako pendwa ya CBS. Tukisonga mbele ni kwamba miongoni mwa sababu ambazo zinaweza kutatiza shughuli za binadamu ni ulemavu, mtazamaji. Katika kijiji cha Sinoko, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma, tunaungana na mzee Herman Ochola mwenye umri wa miaka 60 ambaye anaeleza madhila yaliyomwandama maishani baada ya kupoteza uwezo wa kuona akiwa na umri wa miaka 12. Tazama. Ochola anasimulia kuwa maisha yake ya awali yalianza vyema hadi alipougua ugonjwa wa kupooza na kupoteza uwezo wake wa kuona. Nilizaliwa kama naona, lakini baada ya miaka 7 polio ikaingia kwa miguu, nikatibiwa. Baada ya kutibiwa ilihama ikaenda kwa macho, lakini pale mzazi angeweza kutambua, alikuja kutambua kama iko late. Licha ya hayo, aliweza kupata elimu ya msingi iliyomwezesha kupata ajira kama mtaalamu wa simu katika hospitali kuu ya Bungoma. Na licha kufanya hiyo kazi kosi, bado tena nilifanya kazi na serikali kwa miaka 20 bila malipo, bila kuandikwa. Na mwishowe nikaambiwa hakuna kazi na nikarudi nyumbani. Hata hivyo, maisha yake yalianza kudorora baada ya kusimamishwa kazi hiyo na kulazimika kuondoka katika nyumba ya hospitali hiyo. Vile tulipatana na yeye na alikuwa kwa kazi ndio, lakini alipofutwa kazi na akaja tukaambiwa tutoke kwa nyumba ya serikali, hata tukatolewa. Tukaambiwa tutoke, tutafute mahali pa kuenda kuishi. Sasa maisha ile naishi ni ngumu sababu sina wazazi, sina shamba, mimi mwenyewe sioni, sina njia yote ya kujisaidia. Naishi kwa uwezo wa Mungu tu. Anaomba wahisani kujitokeza na kumsaidia kupata angalau kipande cha ardhi ambacho anasema kitaipa familia yake afueni kubwa. Kupata chakula, yule nakaa naye bishop na kwa kanisa yake, kwa hivyo hawezi kuacha nikalala njaa, ananisaidia hapo kupata chakula na watoto wangu, na hata majirani wale wa karibu huwa wanajitolea wakati mwingine mtu akiwa naye kidogo ananiletea. Ningepata plot hapo ningeweza kujenga nyumba na nianze maisha yangu ya kufuga vitu kama kuku ama wanyama fulani. Lakini sababu sina shamba, hiyo ndio shida kubwa. Kwa hivyo naomba tu serikali ama chama chochote ama kikundi cha watu wale wanaweza kuwa na njia kunisaidia nikapata plot ama shamba wote mahali popote, itakuwa msaada kubwa. In Silver Shield organization we focus on mentorship programs in schools, community outreach, and today we are at Herman Ochola's home. We have come to visit him as a gesture that people living with disabilities have been neglected by the government. Mkewe Herman B. Evelyn Ochola anasema kuwa hali ya maisha imekuwa ngumu na hivyo anaomba wahisani kuingilia kati na kumsaidia. Mtoto mwenye tuling'ang'ana na yeye kusoma sana, msichana yeye alisoma akafika darasa la 7 na akawacha shule akakaa. Lakini kijana mwenye anamfuata yeye alisoma na gavana akatuita kwa ofisi, akawa anatusaidia kwa upande wa basari na kulipia huyu mtoto mpaka vile amefanya form 4. We happen to be hosting Herman after he had been thrown out of the government house. And for all this time he has been around. We thank God for few well-wishers within the village who have been coming in and dropping in some help to him, though it is not sustainable. Shirika la Silver Shield likishirikiana na wanaharakati wengine limemtembelea Ochola na kumpa mahitaji ya kimsingi kama njia ya kuwakumbatia waliosahaulika katika jamii. Herman Ochola, a blind man in Sinoko village, he has stayed in Bungoma for over 20 years. He has served the government and now he
he never got paid. Msimamizi wa shirika hilo Silva Julie ametumia fursa hiyo kuwaomba viongozi wa kaunti ya Bungoma kumsaidia Ocholla kupata suluhisho la kudumu, akihoji kuwa michango wanayofanya haitoshi. Aman's life should be better than what it is today. As a church, we have tried what we can, but how we wish other people could also come in and even have him housed, put a small plot where he can put up a house. Because as it is now, if nature takes its course, he may not be buried on this compound. Where will he be? That issue always tortures his mind. We are calling upon the government. Kenya is not a poor country, it's a rich country, and Bungoma is even richer. Let's come up and see how we can solve Aman's problem. Huyu mzee ameongea mambo mengi sana, akasema kwamba hata pesa ambazo ni za walemavu hawapati. Na tunashangaa pia kwa nini kuna CHPs wenye wanatembea kwenye mitaa kuangalia watu ambao wako na ulemavu, watu ambao wana uhitaji, lakini mambo kama hayo hayajafika kule mbele. Personally, I can say it's traumatizing. Even if, maybe if you check on the beddings and everything, honestly speaking, as a society, or anyone who is in a position to do something, I think it's high time we reach out and help Mzee. He is one of many that needs our support. So I just plead the government to come through for them, to support them, to show them love. We cannot say they are doing nothing, but they are not doing enough that is needed. So we just urge the woman rep of this county, please, wherever you are, just show up and just support us. We really need that support. Viongozi na watu wengine tusaidie watu ambao wako chini kabisa, especially these people living with disability. Your docket ina hold funds za people living with disability. Watu kama hawa, wale watu nyumeka kwa ofisi, field work gani wanakuja kufanya, report gani inaletwanga kwa ofisi, watu wa gani ndio wanasaidika. Ni kauli iliyotiliwa mkazo na mkewe mchungaji wa kanisa hilo Bi Julia Malaho, ambaye amesema Ocholla anahitaji msaada wa haraka. Goes in shops looking, when you tell him to sit around, he wants also to prove like he's a man, he's a father, he's the head of the family. So he has also been, with a few friends he met when he was in government, some have been coming out to assist him. And even us as a church, we come in, but we don't meet his full desire as it should be. He needs more than what we are giving him. Nikiripotia runinga ya CBS kutoka kaunti ya Bungoma, mimi ni Timothy Wekesa.